Hapana, mimi sijai kuitwa. Na nafikiri hata lile gazeti ukiliangalia halijaandika kwamba tumeitwa. Limeandika kwamba mkurugenzi wa TAKUKURU kama atatuhitaji atatuita kirafiki, kizalendo, ili zile information ambazo tunazo tumwambie, lakini sio kwamba limeandikwa kwamba tumeitwa au tukaitwa. Mimi nimemuuliza na Lugola, hamna mtu ambaye ameitwa. Na je, mkurugenzi wa TAKUKURU akikuita utakuwa tayari kutoa ushirikiano na kujaribu kuwaeleza kile ambacho unakifahamu? Ndio. Sasa mimi si mzalendo bwana. Kama mzalendo, kwa vile ninavyovijua baadhi yake na vinavyozungumzwa kwa wananchi, nitawaeleza, alafu wao watafanya utafiti wao wa kina, kwa sababu wao ndio wataalamu. Lakini kwa vile kama mwakilishi wa wananchi, ninavyovifahamu au ninavyovisikia au ninavyovijua au vile ambavyo vimefanyika kwenye eneo langu au hata kwa nchi nzima ambavyo najua hapa vinataka uchunguzi, nitakwenda, kwa sababu lazima nitoe ushirikiano. Hizo taarifa zikunishtua kwa sababu nilisoma lile gazeti la Mwananchi, nimesoma gazeti ya Nipashe, sikuona kwamba kuna sehemu imeandikwa kwamba wameniita. Sijaona na sijaitwa, na hawakuandika kwamba wataniita labda kwa sababu ya chochote kibaya. Walisema kwamba kama tuna shida naye tutamuita kizalendo, na wao wanatafuta vyanzo sehemu tofauti. Kwa hiyo hata wakiniita ni moja ya vyanzo vyao, kwa hawatofanya vibaya. Bali ya kwamba sasa ni romance, sio taarifa za kweli kwamba mmeitwa. Hatujaitwa. Kwa sababu mimi hapa mchango wangu wote ulifuata hotuba ya rais, na nilikuwa ninasoma na nukuu kitabu cha hotuba ya rais. Kwa hiyo hamna hofu yote, kwa sababu hata neno mafisadi liliandikwa kwenye kitabu. Kwa hiyo hamna hofu aina yote. Mwenye hofu labda awe fisadi kweli, lazima atakuwa na hofu. Baada ya kuzungumza maneno yale, labda kuna usumbufu wote umepata, labda kwa matishio labda hivi nini? Yani wakunitisha mimi? Wakunitisha hayupo. Yani nitishe nini sasa? Umetaja mafisadi, unataja maslahi ya watu. Sawa, mimi pale umesema kuna watu, wewe ulisema kwamba nyinyi wabunge msiangaliwe sana, waangaliwe watu wengine kwa sababu nyinyi hamna hela, na waliona hela wapo kwenye mifumo. Sasa unajua, sijaona chochote mtu anifatefate labda kuntisha, labda mtu, unajua mtu, kuna mtu mwingine anaweza labda aanze kukufatafata kwenye biashara zako, labda hivi siku zote uko clean, lakini aanze kukuchafua sasa hivi, unasema huyu anafanya nini? Ananifatafata. Lakini mpaka sasa hivi niko vizuri kwenye taasisi zote za serikali na za watu binafsi na raia. Na unajua ninaposema fisadi, na maana fisadi ni mtu ambaye anafanya vitu vyake naye kwa kuhofia, naye anakuwa mwoga. Kwa hiyo sio rahisi kwa mtu mimi niliongea hapa alafu anifuate. Kama anataka kunifuata kwa njia nyingine, labda hivyo. Kwanza ujue kabisa ilani ya Chama cha Mapinduzi inapinga ufisadi, uwizi. Twende kwanza kwenye ilani. Hiyo ni ilani ya chama, sawa? Na sisi tulikuwa tunachangia hotuba ya rais. Na katika hotuba ya rais, yeye ndio mtu wa kwanza ambaye anasikitika na ameongea kwa masikitiko. Ukiangalia katika ile ukurasa wa 37 kwenye hotuba yake ambaye mimi nilichangia. Kwa hiyo sisi kama bunge, kila mtu alikuwa anaangalia wapi mahali pa kuchangia. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi niliona sehemu gani ambayo ya kumsaidia rais katika hotuba yake, na sio yeye kwa hao watu wa chini, kwa sababu kama rais hawezi akawa na macho ya kuona kila kona, angalie watu hao milioni 60 wote, huyu kafanya hivi kafanya hivi. Hapana, anatakiwa apate wasaidizi, na hata kwenye wasaidizi sio lazima tu labda ni TAKUKURU. Hapana, kuna vyombo vingi ambavyo vinaweza vikamsaidia, na sio lazima viwe vyombo vya ulinzi na usalama. Hata viongozi wa sehemu mbalimbali wanatakiwa wasaidie. Wao wanaweza katoa taarifa, kwa sababu hata TAKUKURU kama naye hawezi kupata chanzo kile, naye hawezi kufanya kazi, lakini lazima aambiwe mahali hapa na hapa. Lakini watu wengi wanatakiwa wakemee humu ndani ya bunge, ili hata kama vyombo au hata kama kuna mtu ambaye amejificha pale atapata uoga akiona watu wanaongea pale, hasa wabunge. Hata kama TAKUKURU naye hawezi kufikia tote, kwa sababu haina watu hao wa kumfikia kila mtu. Lakini kama wabunge wakiwa wanalipigia sana ili kelele, kwa hata wale wengine wanataka kufanya ufisadi, wanataka kufanya nini, na vyombo vingine na watu wengine watakuwa wazi na wao watashtuka. Lakini tukiendelea kukaa kimya, hao mafisadi wataona wako
kwenye njia nyeupe tu ya kuendelea kupiga. Mwisho kabisa, kwa upande wangu, tutarajie michango ya aina gani katika baadhi ya mijadala ambayo inaendelea bungeni kutoka kwako? Tutarajie michango ya aina gani yenye kuhisi kama hivyo? Sio kwangu mimi tu michango yangu, hata wabunge walioko hapa. Kumbuka hili ni bunge lao la kwanza. Hawa ni wabunge wazuri sana, wabunge wenye weledi wa hali ya juu, na wabunge wa zamani wapo. Kwa hiyo bado michango ni ile ile tu ya kibunge ambayo haivuki mipaka, na mimi sijawahi kutoa kamati ya maadili, kwa sababu hata ninavyochangiaga vyote huwa nasimama kwenye ukweli. Na miaka 20 bungeni, lakini sijawahi kutoka. Nimeingia bado kabisa, ni hata sielewi humo, lakini ndio hivyo. Na nimekaa kwenye chama changu kwa vyeo vingi. Nimekuwa mwenyekiti wa chipukizi, nimekuwa kamanda wa kata. Akaja marehemu Dr. Juma, alikuwa makamu wa rais wa Zanzibar, akaniambia wewe sasa hata kwenye kanuni haipo, akanipa wajimbo. Nimekuwa mjumbe wa halmashauri ya taifa, nimekuwa mjumbe wa mkutano mkuu wa taifa. Kwa hiyo naelewa kwenye chama chetu kwamba kipi cha kuongea ni kipi ambacho sio kizuri, na naelewa ilani yetu kwamba nayo inapinga ufisadi. Kwa hiyo sitoki nje ya ilani ya Chama cha Mapinduzi. Sasa kama sisi ndio tunayekaa kimya, basi wenye matatizo sisi, sio chama, sababu chama hakijawahi kumzuia, wala hakuna kiongozi yote wa chama ambaye anaweza kuzuia usizungumzia bali ufisadi.